Hali ya taharuki na huzuni imetanda katika mtaa wa kata ya Mureti mkoani Arusha baada ya mwanafunzi wa darasa la 4 kufariki dunia kufuatia kusombwa na maji alipokuwa akivuka mto. Kwa mujibu wa maelezo, wanafunzi wenzake wamesema kuwa walitumwa na mwalimu wao unaofahamika kwa jina la Shio kwenda upande wa pili wa mto huo kuchukua funguo kutoka kwa mwanafunzi mwenzao ambaye hakufika shuleni siku hiyo. Wanafunzi hao walipokuwa wakijaribu kuvuka mto huo, ghafla maji yalikuwa na nguvu kubwa na kumvuta mmoja wao, hali iliyosababisha mwanafunzi huyo kupoteza maisha. Tukio hilo la kusikitisha limewaacha wakazi wa eneo hilo wakiwa katika simanzi kubwa, huku wazazi na wananchi wakieleza hofu juu ya usalama wa watoto wao, hasa kipindi hiki cha mvua ambapo mito na makorongo hujaa maji. Tukio hili limetokea ikiwa ni wiki moja tu imepita tangu mwanafunzi mwingine wa darasa la 4 kutoka shule hiyo ya Terati naye kupoteza maisha baada ya kusombwa na maji katika korongo hilo. Mwanafunzi huyo alizikwa jana, familia pamoja na wananchi wakiwa katika majonzi makubwa. Kutokana na matukio hayo kusikitisha, wananchi wa Mureti sasa wanaiomba serikali pamoja na viongozi wa eneo hilo kuchukua hatua za haraka kwa kuweka miundombinu salama kwa madaraja au njia mbadala ili kuzuia vifo vya watoto vinavyoendelea kutokea wakati wa mvua. Nilikuwa nafanya shughuli zangu getini kwangu, lakini kuna bodaboda akawa amenipita. Alikuwa na abiria wa kike, alikuwa amembeba mtoto, lakini aliposogea mbele kidogo, yule bodaboda alisimama, akawa anapiga honi kwa nguvu. Wakati anapiga honi, yule mama naye akawa anafanya ishara ya kuita, na tukawa tumesikia kwamba anapiga kelele kwamba kuna mtoto anachukuliwa na maji. Tukawa nimeacha vifaa vyangu nilivyokuwa nafanyia kazi, nikakimbia pale alipokuwa yule bodaboda. Baada ya kufika pale alikokuwepo yule bodaboda, nikaona anaelekea kuja huku korongoni. Kwa hiyo nikafuatana naye, tukawa tumeongozana naye. Na kwa bahati kufika, tukamwona mtoto amenasa nadhani kama mita 1 au 2 hapa ndani ya maji. Akawa bado maji yanafanya kama kumvuta. Kwa hiyo tukawa tumeingia na yule bodaboda, tukamtoa yule mtoto kwanza pembeni. Kitu cha kwanza nilichokifanya baada ya kumtoa mtoto pembeni, nilimpigia mwenyekiti ambaye ni Lau, na nikamweleza situation ilivyokuwa, ni mtoto wa jinsi gani. Lau basi akaniambia basi ngoja nipige simu polisi. Nikamuomba pia, kwa sababu nimemtafuta balozi, kwa bahati mbaya sijapata namba za balozi kwenye simu yangu. Kwa nikamuomba Lau ampigie balozi, na nadhani ameshamfanyia hivyo. Alikuja akanirudia akaniambia ameshapiga simu polisi na polisi wapo karibu, na akaniambia pia ameshapiga simu shuleni. Walimu wamekuja, lakini kuna baadhi ya walimu wamesema kwamba hawajamtambua. Kwa za chini mimi nilizozipata kwa watu wa jinsi wanavyozungumza, wanasema kwamba hawa watoto walikuwa watatu na walikuwa ukanda wa juu kaskazini, walikuwa watatu. Kwa hiyo walitumwa ufunguo na mwalimu, sijajua, sina uhakika. Wale wawili wakawa wanapita pembeni ya mto, kwa bahati mbaya huwa akakanyaga jiwe. Alipokanyaga jiwe, kwa mujibu wa mama ambao walishuhudia wakati wanapita pembeni ya maji, aliteleza. Na alipoteleza, wale wenzake wakawa wanakimbia kutafuta namna ya nadhani ya kutoa taarifa. Kwa hiyo mimi sina uhakika huo kwamba ni ametumwa ufunguo au ni harakati za watoto tu kucheza, labda sijajua, lakini hali ilivyo ndio hivyo unaona. Mimi hapa kitu ninachoshauri kutokana na hii hali ya watoto kusombwa kila siku na maji, mimi naomba kwanza tujengewe madaraja ambayo yataunganisha mtaa wa Mashariki na mtaa wa Kati. Pili, walimu waache kuwatuma watoto wakati wa mvua, na haya maji mafuriko haya ni hatari sana kwa watoto wetu. Tunaumia sana sisi kama wazazi. Hatuwezi kuendelea kuona kupoteza kila siku watoto wa darasa la 4. Mmoja amezikwa juzi na mwingine leo kasombwa na maji, na niuma sana mimi kama mzazi. Watoto walikuwa wameagizwa ufunguo na mwalimu, na sijui huyo mwalimu ni mwalimu gani alioagiza ufunguo wa darasa. Na inakuwaje ufunguo wa darasa ukae na mwanafunzi nyumbani wakati ufunguo wa darasa unahitajika kukaa na mlinzi au mwalimu wa shule? Kwa majina naitwa Elia P. Laiza, ni mkazi wa mtaa wa Bondeni. Mtaa wetu kweli ina changamoto. Mvua inavyonyesha hivi, barabara za kupitika kwenda mashuleni, makanisani, kwenye sehemu ya kuabudia ni mbovu. Na leo yenyewe, siku ya leo, tukio limetokea asubuhi. Tumesikia tu taharuki kwamba mtoto amezolewa na maji. Mtaa wetu tuliopakana nao mkati ya mtaa Mashariki na Bondeni, tukafuata korongo, tukamkuta mtoto ametupwa pembeni ya maji. Na mtoto huyo anasadikika kwamba mtoto huyo alikuwa watoto watatu. Wametumwa ufunguo kwa mwenzao ambaye hakuweza kufika shuleni kwa ajili ya maji. Walivyotumwa ufunguo, mtoto yule alidondoka kwenye maji, wenzao wakarudi kutoa taarifa kwamba mtoto amezolewa na maji. Tukafuata korongo, tukakuta mtoto ameshawekwa pembeni ya mto,
tukamtoa pembeni, baadaye maaskari wakamchukua. Lakini pia Kusaga kweli tunayo changamoto kubwa sana. Barabara yetu ya kuingia shuleni hakuna. Diwani huyu mtoto alishafika nyumba, alishafika shuleni. Ina maana sio wang'ambo ile wala ya ile. Watoto wang'ambo hawaruhusiwi kufika, lakini sisi watoto wetu wa hapa karibu na shule hakuna korongo wanaruhusiwa kufika shuleni. Sasa mimi mzazi najua kabisa mwanangu amefika shuleni, alafu leo naitiwa marehemu. Imekuwaje mwalimu katuma mtoto? Sisi tunaomba mtoto wetu na tunamwomba huyo mwalimu. Mimi naongea kama mzazi. Ijumaa pia nilikuwa kwenye tukio la mwanafunzi wa shule hii kwenda na maji. Leo tena mwanafunzi wa shule hii kwenda na maji. Basi na ni darasa hilo. Hao walimu wanatuambia watoto mvua zikinyesha tusiwalete shule. Mimi mzazi nimembeba mtoto wangu nimemleta shule. Mwalimu alisibiwa nini kumtuma mtoto wangu korongoni? Mtoto wangu mimi akavuke korongo kuchukua ufunguoni kwa sababu gani? Sisi wazazi tunatoa shilingi 2,200 kila mwaka ya mlinzi, ya usafi tunawapa walimu. Na tunavyowapa walimu ni kwa ajili ya usalama wa watoto wetu. Kwa nini watoto wetu wapewe ufunguo? Wao ni walinzi? Kwani tumewaleta kusoma? Tumekuja shuleni kujua mzazi wa mtoto aliyofariki, maana ni wa shule hii. Wao nimewanyima wasije shule, lakini wanapewaga funguo na 2,200 za ulinzi ninatoa. Je, ni kwa nini? Tunataka kujua. Tunamuomba mwalimu aliyomtuma mtoto shuleni akachukua ufunguo korongoni. Tunamuomba tumuoji maswali kama wazazi. Angekuwa wa kwake ametumwa akaletewa taarifa amekufa angejisikiaje? Kwanza niliofika kwenda kumuona huyu mtoto baadaye kupigiwa simu na mwananchi. Nilipofika nikakuta mtoto ameshasombwa na maji, akawa ameshawekwa pembeni. Maamuzi mimi niliotoa kama mzazi, kama kiongozi, nikaamua kupiga ukunga, wananchi wakatoka ili waweze kumtambua, si ndivyo? Lakini walimu wamesikia kwamba mtoto ameenda na maji, wakaamua kumchukua yule mwalimu wakaenda wakamficha. Na uhakika wamemficha, si ndivyo? Wamemficha. Hajazimia. Angekuwa na uchungu asingeweza kumtuma mtoto. Kwa hiyo ninachokiomba mimi kama mzazi, si ndivyo? Walimu waangalie watoto saa za kuwatuma shuleni. Kwa hiyo wale watu tuliokubaliana kwamba wazazi na walimu na sisi tukutane, tumeisha kutana hapa, na katika kuhojiana tumebaini kwamba ni kweli uzembe umeonekana. Sawa sawa, na kwa sababu njoo uongee basi. Tumebaini uzembe umefanyika. Sawa sawa, na kwa sababu tumebaini uzembe umefanyika, kama nilivyowaeleza kwamba hapa niko na afisa elimu kata. Sawa sawa, kitendo cha funguo za madarasa kukaa kwa mwanafunzi hakikubaliki, na tumesema hii taarifa tunaipeleka sehemu husika, lakini wakati huo huo tumemwambia mkuu wa shule, sawa sawa, kwamba ahakikishe anashughulika na swala hili, na tumewaeleza kwamba mvua ikinyesha mtoto asipokuja shuleni mkamchapa, sisi tutatoka huko tutakakotoka tuje tushughulike na huyu aliyemchapa mtoto. Na hii kauli ninayoizungumza pia ni kauli ya mstahiki meya na ni kauli ya mkuu wa wilaya, kwamba mvua zikinyesha watoto wabaki wapi? Nyumbani. Hata watoto wakija 2 watatu ambao watapona wafundishwe hao, kwa sababu mtoto akirudi nyumbani siku 7 haziwezi kumfanya feri mtihani. Na tunaelekeza upande wa watu wa TARURA kuhakikisha kwa uharaka, kwa sababu wamekwenda kusurvey lile korongo pale, jinsi ya kutengeneza lile daraja, na wananchi mumewaona
na mmesema wanakuja wanarudi, wanakuja wanarudi, hakuna kinachofanyika. Na mimi sasa, taarifa hizi zinamfikia meya, zinamfikia mkuu wa wilaya, sawa sawa. Yeye mkuu wa wilaya atawaagiza hao TARURA, sawa sawa, wakishirikiana na mkurugenzi, sawa sawa, kwamba wahakikishe lile daraja linafanya nini, linatengenezwa. Na kitu kingine ambacho labda hamkijua lakini kinaanza kufanyiwa kazi ni kujenga ile shule ya msingi wapi? Mashariki, ambayo tayari mkandarasi sasa amepatikana. Yeye ataanza kujenga pale, itapunguza watoto wa kutoka kule kuvuka kuja huku.